Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Mjini Kinshasa, Brazzaville na Bangui itakuwa ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Afrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tunakuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti na mazingira. Jina langu ni Edith Peter. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa. Pia inasikika hapo Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu, eneo zima la pwani. Hapo Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM Radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini, pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Wasikilizaji wetu wa Uganda sasa tupo kwenye Jogoo 93.8 FM inayopatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayuge, Malaba na mpaka ni Busia. Pia baadhi ya maeneo ya Kisumu nchini Kenya. Ni Julai 7 na tunaangazia hatua ya Marekani kusitisha msaada kwa mpango wa kulinda amani nchini Somalia. Nadhani ni kitendawili kigumu kwa njia fulani. Nadhani itakuwa vigumu kwa Somalia bila ufadhili kuweza kulinda mipaka yake ya ndani na ya nje, na pia kuweza kukabiliana na hiki kikundi cha Al-Shabaab. Pia tutakuwa katika viwanja vya kombe la dunia. Kwa haya na mengine zaidi, kanasi. Kwanza taarifa ya habari na Angela Ngendo. Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Tanzania. Maafisa wa usalama nchini Tanzania wamewakamata makumi ya raia waliopanga kuandamana dhidi ya serikali kwa kushinikiza mageuzi ya katiba pamoja na kuachiwa huru kwa kiongozi wa upinzani. Msemaji wa jeshi la nchi hiyo, Sylvester Mangure, ameonya raia dhidi ya kuandamana baada ya serikali kupiga marufuku mikutano ya kisiasa. Aidha, amekosoa baadhi ya wanaharakati ambao wamedai walikusanya vijana waandamane na kupinga dhana jeshi linaunga mkono maandamano. Baadhi ya vijana Tanzania wameunga mkono maandamano yaliyotarajiwa kufanyika Jumanne ya leo, ambayo ni maadhimisho ya miaka 72 ya kuzinduliwa Chama cha Mapinduzi CCM kinachotawala nchi hiyo. Aidha, wafuasi wa upinzani wanashinikiza kuachiwa huru kwa kiongozi wao Tundu Lissu. Rais Samia Suluhu Hassan alishinda uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita uliokumbwa na utata baada ya viongozi wa upinzani kuzuiliwa kushiriki uchaguzi. Wafuasi wa upinzani waliandamana kupinga matokeo na vurugu zilizofuata zilisababisha zaidi ya watu 500 kuuawa na maelfu wakijeruhiwa. Sudan. Shirika la kimataifa la kutetea maslahi ya watoto UNICEF linasema watoto 300 wameuawa au kujeruhiwa vibaya kwenye mashambulio ya droni katika kipindi cha miezi 6 nchini Sudan. Jeshi la Sudan na wanamgambo wa Rapid Forces RSF wamekuwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa zaidi ya miaka 3 sasa. UNICEF imeongeza mapigano makali katika majimbo ya Kordofan, Darfur na Blue Nile ambapo utumizi wa droni upo wamesababisha 60% ya vifo. Umoja wa Mataifa, Marekani na Uingereza zinaelezea wasiwasi wa kutokea uhalifu wa kivita na mauaji ya halaiki wakati jeshi la Sudan na RSF wakipambana umiliki wa mji muhimu wa El Obeid katika jimbo la Kordofan kaskazini. Dakar, Senegal. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye anapanga kuzindua chama chake cha kisiasa baada ya kutofautiana na aliyekuwa mandani wake na waziri mkuu aliyemfuta kazi Ousmane Sonko. Rais Faye amemuomba mshauri wake mkuu Aminata Toure kuzindua jopo maalum litakalounda chama cha kisiasa. Faye ni mwanachama wa chama tawala cha PASTEF kinachoongozwa na Ousmane Sonko ambaye kwa sasa ni spika wa bunge. Sonko amewasilisha miswada bungeni inayonuia kupunguza madaraka ya rais. Mapendekezo hayo sharti yaidhinishwe kupitia kura ya maoni. Mzozo wa kisiasa nchini Senegal umechochewa na tofauti dhidi ya deni la kitaifa,
ushirikiano wa Ufaransa na mataifa yaliyotengwa Afrika Magharibi kufuatia mapinduzi ya kijeshi. Uchaguzi wa mabaraza wa mwaka 2027 utabainisha ushawishi kati ya vigogo hao wawili, Rais Faye na Spika Sonko. Janga la Ebola. Kufikia sasa watu waliokufa kutokana na maambukizi ya homa Ebola imefikia zaidi ya watu 500 huku visa 1500 vya maambukizi vikithibitishwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa hii inatolewa wakati wahudumu wa afya katika jimbo la Ituri wametishia kugoma kulalamikia mazingira magumu na hatari ya kazi. Wahudumu hao wametoa makataa ya saa 24 kwa serikali iboreshe mazingira ya kazi. Wahudumu hao wanasema wameendelea kufanya kazi bila mapumziko huku serikali ikishindwa kuwalinda dhidi ya mashambulio ya raia wanaolenga vituo vya afya mkoa huo. Malalamishi mengine ni pamoja na kutolipa marupurupu yao, uhaba wa vifaa vya kujikinga na mahitaji mengine muhimu ya kuboresha utoaji huduma kwa wagonjwa wa Ebola. Mpango wa amani nchini Somalia unaosimamiwa na Muungano wa Afrika umepata pigo kubwa baada ya Marekani kutangaza kuondoa ufadhili wake. Aidha, Washington imesema haitaunga mkono Umoja wa Mataifa kuendelea kuchangia kikosi cha AUSOM, yani Africa Stabilization Mission in Somalia. Rais wa Marekani Donald Trump amelalamikia malumbano kati ya marengo ya kisiasa ndani ya serikali ya Somalia. Amesema Trump malumbano hayo yamefanya utawala wa Rais Hassan Sheikh Mahmud kushindwa kukabiliana na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Umoja wa Mataifa hutegemewa sana na vikosi vya Afrika vinavyoshika doria Somalia kwa chakula, maji, mafuta, matibabu, silaha na magari ya uchukuzi. Marekani imekuwa ikifadhili mpango wa amani kwa zaidi ya mwongo mmoja sasa. Wadadisi wa kisiasa wameonya huenda Somalia ikaanguka kwa magaidi iwapo Marekani na Umoja wa Mataifa zitaondoa ufadhili wake. Mwenzangu Ani Ngugi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya dunia kuhusu hatua hiyo ya Marekani dhidi ya Somalia. Nadhani ni kitendawili kigumu kwa njia fulani. Nadhani itakuwa vigumu kwa Somalia bila ufadhili kuweza kulinda mipaka yake ya ndani na ya nje, na pia kuweza kukabiliana na hiki kikundi cha Al-Shabaab. Changamoto iliyopo ni kwamba Wasomali karibu miongo 4 hivi wamekuwa wakizozana wakitegemea msaada kutoka nje. Na msaada kutoka nje sio mbaya, lakini pale ambapo inafanya dola kuwa tegemezi miaka mikaka ndiposa inaleta changamoto. Kwa hivyo ni donda ndugu, na wakosoaji wa serikali ya Marekani watasema ya kwamba pengine Marekani imekosea kwa sababu ugaidi ukienea basi itakuja kuleta madhara kwa Marekani. Lakini pia ukweli ni kwamba dola haliwezi kuwa tegemezi kila kukicha, ni omba. Sasa tukiangalia nje, hasa nchi kama ya Kenya ambayo kwa miaka mingi ilibeba makovu ya mambo ambayo yalikuwa yanafanyika ndani ya Somalia, tukishuhudia makundi kama ya Al-Qaeda na Al-Shabaab wakiweza kufanya mambo yao na ugaidi ukaongezeka. Lakini baada ya hatua hizo kuchukuliwa na wanajeshi kuungwa chini ya muungano huo wa AMISOM, mambo yalianza kufanya kazi. Sasa itakuwaje? Je, nchi zilizo jirani na Somalia hazitakuwa pengine na matatizo kufuatia hatua ambazo zimechukuliwa na Marekani? Zitakuwa na matatizo nadhani, na itabidi tena kupitia miungano ya kikanda kama IGAD, majirani za Somalia, kuambia serikali kuu kule Mogadishu ya kwamba mambo hayawezi kuendelea vile yamekuwa yakifanyika Somalia. Nikienda nyuma kidogo, tunajua mle ndani wana changamoto ya ugaidi, lakini pia kuna ile hatari ya Somalia tena kusambaratika kwa ndani. Yani eneo ya Somaliland inataka kujitenga, eneo ya Puntland inataka kujitenga, na kuna hiki kitengo kani na Kenya ya Jubaland ambayo pia inataka kuwa ina mfumo wa majimbo. Kwa hivyo ni kitendawili kikubwa hususan kwa majirani wa Somalia, na Somalia haijajisaidia pia kwa sababu kumekuwa na matamshi wa viongozi wa Somalia hivi majuzi. Rais wao pia ni kama alitoa matamshi ya uchochezi kwenye hotuba yake ya uhuru wa Somalia. Ni mchambuzi wa masuala ya dunia
akizungumza na mwenzangu Ani Ngugi. Taarifa kutoka mkoa wa Kivu Kusini zinasema wapiganaji wa AFC M23 wameteka vijiji kadhaa katika wilaya ya Fizi. Wapiganaji hao wameripotiwa kushambulia maeneo kadhaa ya Fizi na Baraka ambapo watu kadhaa wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa. Haya ndiyo mashambulizi ya karibuni ya M23 na yametokea wakati ripoti za kimataifa zikilaumu kundi hilo, jeshi la Rwanda FARDC na FDLR kuendelea kuvunja mwafaka wa amani mashariki mwa DRC. Kufahamu zaidi kuhusu hali ya sasa, hii hapa taarifa ya Mseke Dide. Hali hiyo ya wasiwasi inayoendelea kutanda mashariki mwa Kongo Kinshasa inatokana na ndege zisizo na rubani kwa maarufu droni zinazorusha mabomu kutoka sehemu zinazomilikiwa na muungano wa AFC M23 huko mkoani Kivu ya Kusini. Kwa mujibu wa mratibu wa asasi za kiraia wa Zalendo wa Kongomani, Sosiko DRC, pia mtafiti wa masuala ya kiusalama mashariki mwa nchi akiwa sehemu hizo, huyu aliambia idhaa ya Kiswahili ya Afrika maneno haya: kufatana na madroni ambazo zinaendelea kupiga kila wakati mutarafa za Uvira, Fizi, Mwenga, zinaendelea kuua raia. Juzi kumepigiwa drone pa Mulima. Mulima ni lokalite ambayo inapatikana mu sekteri ya Tanganyika, groupement Basikalocha, ambao kumekufa watu 18 na watu 15 kujeruhiwa vikali. Ile tumekondane. Iko napiga drone usiku na mchana na baadhi ya raia wako wanapoteza maisha. Jeshi letu la FARDC, watoto wa Zalendo, askari polisi, ni watu ambao wanaendelea kuwa atake na drone kutokea mji wa Rwanda. Swala la kufahamu ikiwa muungano wa AFC M23 unakaribia miji mikubwa ya tarafa la Fizi lenye upinzani mkubwa kwa muungano huo, Kelve Bwija aliendelea kusema akitupatia picha ya hali ya sasa. Fizi, Baraka, hali ni tulivu kwa leo. Wasiwasi zinaendelea kuripotiwa. Utafahamu kama wameweza kata mitandao mutarafa za Uvira, Fizi, Mwenga. Mitandao watu wanatumikisha ni ile wifi na iko kila mtu ndio mwenye iko napata namna ya kutumikisha ile connection ya wifi mtangazaji. Naye msemaji wa kijeshi kwenye operesheni za kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini, Luteni wa pili Mbuhirigeni Kalondi amesema habari zinazosambazwa mitandaoni na kuleta hofu kwa wakahaji ni uvumi wa adui, haswa kwa kuanguka kwa mabomu yanayorushwa na droni kiolela, wala si kwa kukaribia miji tajwa, akitoa mwito kwa raia kuungana mkono mkononi kwa kufukuza adui huyo, akitaja AFC M23, Twirwaneho, Ngumino, Red Tabara wanaoungwa mkono na Rwanda. Msemaji huyo wa kijeshi alimalizia kuangazia licha ya kupoteza baadhi ya vijiji, kwa duru yao wamefanikiwa kukomboa maeneo muhimu kutoka adui, mkiwemo Kimete, Viwene na Kashamata, huku akipinga kuanguka kwa miji kama vile Baraka, Fizi na Mulima ambayo yote ni chini ya udhibiti wao. Nikumbushe hapa pia, tangu mwishoni mwa wiki iliyopita mtandao wa internet umekatwa sehemu hiyo hadi hapa tutapopanda hewani. Mseke Dide, idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Afrika, Beni. Ni taarifa ya Mseke Dide. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha jiunge, yani usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Edith Peter. Ukiwa Afrika Kusini, unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM Radio pale Johannesburg kila siku. Pia inapatikana kwa masafa marefu. Sasa matangazo yetu yapo kwenye Radio Jamii Kivu. Inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa DRC. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye Radio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundubujo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Idhaa ya Kiswahili, sauti ya Afrika. Na sasa tuelekee katika viwanja vya kombe la dunia.
Kila bao, kila chenga, kila dakika ya msisimko, tuko ndani ya dimba la dunia 2026. Kutoka hatua ya makundi hadi pambano la fainali, usikose mikiki ya kombe la dunia. Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Tujiunge na wanamichezo wetu ngangare kutufahamisha mengi. Karibuni sana wanamichezo wetu. Ni rasmi sasa, timu zote za mataifa andalizi ya kombe la dunia zimebanduliwa dimbani. Canada ambao walitangulia kuyaaga mashindano walipokabana na mwenyeji wa dimba hilo mwaka 2030 Morocco, waliridhia kuandikisha historia ya kufikia awamu ya 16 bora kwa mara ya kwanza kwa kombe la dunia. Mwaka wa 1986 mjini Mexico walishiriki kombe hilo, lakini walipangwa katika kundi moja na Umoja wa Sovieti, Ufaransa na Hungary, kundi ambalo lilikuwa gandamizi na wakamaliza mkia. Mwaka wa 2022 walirejea tena dimbani na wembe huo wa kupangwa na miamba ukawanyoa. Walipangwa pamoja na Ubelgiji, Morocco na Croatia katika kundi moja, na hivyo wakaaga katika awamu ya makundi. Timu ya Marekani ndiyo imekuwa ya mwisho kubanduliwa na Ubelgiji kwa adhabu ya magoli 4-1 baada ya Mexico kusadiki kichapo cha mabao 3 nyumbani na Uingereza. Kutafuta kuingia robo finali, mechi kati ya majirani Uhispania na Ureno ndiyo ilikuwa na tiki taka za hali ya juu, japo mabao ndiyo yaliamua mshindi. Uhispania sasa inasonga hadi robo finali, huku Ureno ikifunganya virago baada ya kulemewa kwa bao 1 la uchungu. Na mimi nilikuwa najua huyu coach wetu ana clue. Ajua na venye anafanya pange squad. Angalia sasa kitu tumefanyika. Angalia kitu tumefanywa na Spain ni hata haijakuwa sawa sana kwa hii game. Kijana mwenyewe Arsenal anaingia kama ameweka bao, angalia. Utatoweka kitu wapi? Goat wangu ameenda home. Hii kikombe ilikuwa goat aenda pumzike nayo. Sasa wamsharibu plan yetu. Sasa tunaingia wapi sasa? Lakini bana, hii ndio uchungu bana. Yaani pocha nimetoka tu kimchezo. Hii ni kigafla. Hii ni ile ubure naongelea. Ati mtu ameenda kigafla. Sasa tumetoka kigafla. Afrika iliandikisha timu 10 katika kinyang'anyiro cha kombe la dunia mwaka huu, lakini kufikia sasa ni timu 2 tu zimesalia dimbani. Misri inayoendelea kucheza kwa wakati huu na Argentina, na Morocco ambayo ishatinga robo finali. Wengine wote walishayaaga mashindano. Mbona timu za Afrika haswa kusini mwa jangwa la Sahara hutolewa mapema? Mwandishi wetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Msekedide, anachambua hili kwa kina, naye mchezaji wa zamani wa kimataifa na kocha wa muda mrefu Mjumbe Shabani. Sababu ya vilabu vingi kufika robo kwa ajili ya nini? Cha kwanza, uzoefu wa mitanange ya kombe la dunia aidha kimataifa. Pili ni mazoezi ambayo vilabu vya Afrika vinavyopata mazoezi yao na vile vya Ulaya ni tofauti, kwa sababu huwezi kukuta kilabu cha Ulaya kinakwambia tunaenda kufanya mechi za kirafiki Afrika. Timu za Afrika zinaenda kufanya na vilabu vya Ulaya. Kisikushangaze bwana mtangazaji, timu za Afrika kutofika robo finali. Timu zilianza vizuri, lakini nyingi zilikuwa zinapoteza mechi kipindi cha pili, dakika za mwisho. Haya ni makosa ya kocha. Timu kuanza vizuri alafu zinamaliza vibaya kufuatana na maandalizi. Maandalizi yetu kidogo yana madhaifu ndani. Mfano, timu inafanya mazoezi masaa 2, masaa 3. Timu zetu za Afrika wakifanya mazoezi mengi ni dakika 90, 95 tunamaliza. Kwa maana unakuta kipindi cha kwanza tunajituma, kipindi cha pili tunapotea uwanjani, tunanywea. Mpira unachezwa makundi matatu. Kundi la kwanza ni la kuandaa kilabu, kundi la pili unaanzisha sasa training, friend match, alafu kipindi cha tatu cha kwenda kufanya kuhakikisha sasa kikosi chako. Lakini unakuta mara nyingi timu zetu za Afrika, timu nyingi hazina ile listi ya kusema kwamba hii ndio listi kabisa kila mtu atategemea. Unakuta kila mechi kunakuwa kuna pachukua wachezaji kama vile kubadilisha. Tungali bado tunabahatisha tuko kwenye majaribio, na huyo muda wa majaribio umepita. Kanda ya Afrika ya Mashariki iliwakilishwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Ni kipi kimefanyika kuwatia wachezaji hawa motisha kwa hatua waliofikia? Mimi binafsi namsifu sana rais wa Kongo, Mheshimiwa Felix, mwana michezo namba 1 wa nchi ya Kongo, ambaye anajua thamani ya
michezo, kwa sababu kwa kweli maandalizi yaliyopewa timu ya taifa ya Kongo ni maandalizi ya hali ya juu na motisha wa hali ya juu. Kwa hiyo vile vitita vya hela wanavyoahidiwa na rais anawapatia vinawapa motisha sana. Tumeona serikali ya Marekani ikiingilia dimba hili kwa namna kadhaa, ikiwemo vikwazo kwa mashabiki, masharti makali kwa wachezaji wakiwa katika hoteli zao na kuingilia maamuzi ya marefa. Unalizungumziaje swala hili? Huyo ni ubabe wa rais wa Marekani unaotaka kuleta kama vile kutisha watu. Nadhani ulisikia hata wakati timu ya DRC ilikuwa imeanza kuhususiwa masuala ya Ebola, na wakati hawatoki Kongo wapo tu kule Ubelgiji. Sasa hayo yote hayo ni mojawapo ya unyanyasaji ambao ya kutafuta kuvutia kama Marekani. Marekani hawana kiwango sana cha mpira na hawana historia ya mpira wa dunia, lakini tunaweza tukasema ni kutaka kuonesha kwamba mchezo kwao utunzwa, na ubaya zaidi ni hizi sheria ambazo zinageuzwa kila saa, ndio kunyakua madhaifu zaidi ambao na wenyewe wanachukulia mabavu na kuona kwamba yeye ndiye top wa ulimwengu. Kile anachokiongea yeye lazima kishikike na kisikilike. Nadhani kwamba wasimamizi wa soka ulimwenguni wasimame kidete tu, ili ifanye kazi, anayestahili apewe kombe lake na sio stahili ya baki, hata kama mwe ni nchi umeandaa kombe na uwezo haupo. Msikilizaji, ukitafakari tangu uanze kutazama kombe la dunia, nini wewe unakumbuka? Hakuna kombe la dunia hupita bila tukio, liwe la kukata moyo kama lililotokea uwanjani Nambole mjini Kampala, ama yale ya wanaume kupotea nyumbani wakati wa dimba hili. Usikonde. Kijana wa Tanga Ibrahimu Hassani amepekua katika kapu lake la historia, na huyu hapa anakupakulia uhondo. Asante sana Gabriel Ngubo. Tufahamu machache kwa hii leo. Kila kombe la dunia huwa na tukio moja, aidha la kuigwa au la kukumbukwa kutokana na umaarufu wake. Mwaka 2002 mchezaji wa Brazil Ronaldo Luiz Nazario de Lima alikuja na mtindo wa kunyoa nywele ambao vijana wengi wa kiume waliuiga, kuanzia vijijini Vanga hadi mitaa ya miji kama Kampala, Dar es Salaam, Nairobi na kwingineko. Mwaka wa 2006 katika fainali kati ya Italia na Ufaransa, Zinedine Zidane alimgonga Marco Materazzi, mchezaji wa Italia, kifuani kwa kichwa kama kondoo na kupelekea kulishwa kadi nyekundu kwa tukio hilo, kutokana na Materazzi kuongea vibaya kuhusu dada zake Zidane aliyekuwa anauguzwa mama yake wakati wa dimba hilo. Hili ni mojawapo ya matukio yaliyoleta adhabu ya kadi nyekundu kwa wachezaji kufunika mdomo wakati wanapojibizana au kutoleana cheche za maneno uwanjani. Mwaka 2010 kule Afrika Kusini sasa kulizaliwa vidude vya kushangilia mpira maarufu kama vuvuzela, na matumaini utakuwa unavifahamu, japo kwa mashabiki vilikuwa vinaamsha mori ya kushangilia. Kelele zake zililalamikiwa kwamba zinatatiza mawasiliano kati ya wachezaji, refa na makocha. Nadhani umeona marefa wakati huu wakitumia vanishing spray. Hii nayo ilianza kutumika katika kombe la dunia mwaka wa 2014 baada ya usumbufu wa siku nyingi kutoka kwa wachezaji kuweka ukuta wa kuzuia mpira wa ikabu kuelekea lango lao, ama anayepiga mpira kusogeza mbele zaidi ya eneo la adhabu. Mwaka 2018 mpira ulitoka katika mapambano ya kimisuli ukaingia hisia. Mchezaji wa Brazil Neymar alichochea kuleta hisia haswa anapoguswa uwanjani kwa kuanguka. Neymar mwaka huu alikuwa mwepesi sana wa kuanguka na kubiringia, huku akitoa ukelele kana kwamba kavunjwa, ikiwa tu ni kufanya refa atoe adhabu. Hadi leo imekuwa jambo la kawaida kabisa mchezaji kujiangusha hata kama kaguswa kwa upole tu. Mara nyingi ili hutokea wakati wachezaji wanapokusanyana katika kijisanduku wakati wa mpira wa kona. Na sasa tuko ndani mwa kombe la dunia la mwaka huu 2026. Huu mwaka tukio maarufu ambalo limependezwa na mashabiki kote duniani imetokea Norway. Nalo ni mtindo wa kushabikia maarufu kama Viking. Hapa mashabiki hukaa wakiegemea mbele na kusubiri mdundo wa ngoma, kisha kuvuta mikono nyuma kana kwamba wanaendesha boti hivi, huku wakitoa sauti kwa pamoja. Hii imetokea wapi? Viking walikuwa watu wa maeneo ya Scandinavia ambayo leo yanajumuisha Norway, Sweden na Denmark. Walianza kujulikana mwishoni mwa karne ya 8 hasa baada ya shambulio lao ya Lindisfarne nchini Uingereza mwaka 793 kabla ya Kristo.
Kipindi chao kilidumu hadi karibu mwaka 1066 kabla ya Kristo. Sababu zilizowasukuma kusafiri zilikuwa nyingi, zikiwemo ongezeko la idadi ya watu, ukosefu wa ardhi ya kilimo, biashara na kutafuta utajiri. Wakiwa na meli imara na za kasi, waliweza kuvuka bahari na kufika sehemu nyingi za Ulaya, Asia na hata Amerika ya Kaskazini. Ingawa mara nyingi hukumbukwa kama wapiganaji na wavamizi, Waviking pia walikuwa wafanyabiashara, wakulima na wagunduzi hodari. Walianzisha makazi mapya, walifanya biashara na tamaduni mbalimbali, na walichangia pia maendeleo ya usafiri wa baharini na biashara katika enzi zao. Historia yao imeendelea kuvutia watu kote duniani kutokana na ujasiri, ubunifu na mchango wao katika historia ya Ulaya. Natumai umepata kumbukizi ndani ya dimba hili shindani la Kombe la Dunia 2026. Kwako Gabriel Ngubu. UEFA limeonya shirikisho la soka duniani FIFA kwamba maamuzi ya kufutilia mbali kadi nyekundu kwa mchezaji wa Marekani Florani Balogun baada ya rais wa Marekani kuingilia kati ni la kukanyaga mstari mwekundu. Hii inakuja wakati mashabiki na washikadau wengi wa soka wametilia shaka muingilio wa mamlaka za Marekani kudhibiti mchezo wa soka. So yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected. And by the way, whose level of... Ni kweli niliulizia hakiki kwa FIFA. Niliongea na afisa ambaye ni wa ngazi ya juu na anaheshimika sana. Niliona mchezo huo. Naelewa sana michezo, maana mimi napenda michezo na nilikuwa mwanariadha mzuri. Hiyo haikuwa hikabu. Hiyo ilikuwa tu watu wawili waliokuwa wakikimbia kwa kasi wakagongana. Na huyu refa namshuku sana. Ukiangalia hata historia yake, mkipenda nitawapatia historia yake. Mchezaji wetu tegemeo hakufanya chochote kibaya. Alipewa tu hiyo kadi nyekundu. Hata sikujua hiyo kadi ilimaanisha nini. Ndio nikasikia eti atakosa mechi ijayo. Hiyo sio vyema. Ukishapewa adhabu katika mechi, ya nini tena adhabu hiyo iende hadi mechi ijayo? Utapewaje adhabu kwa mechi huchacheza? How do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So Vile rais wa zamani wa FIFA Joseph Sepp Blatter kupitia kurasa zake za mitandao amesema adhabu ya kadi nyekundu haiwezi na haifai kupinduliwa na simu kutoka kwa mwanasiasa, bali kutoka kwa sheria, ushahidi na majopo huru. Mie ni Gabriel Ngubu. Jioni njema. Kila siku idhaa Kiswahili ya Afrika inakupa uchambuzi wa kina kuhusu mechi na matukio mbalimbali ndani na nje ya mechi za Kombe la Dunia. Endelea kukaa nasi. Ikiwa unajiunga nasi, shukrani na karibu. Hii ni idhaa Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa Kiswahili ya Afrika. Subscribe, yani ujiunge na YouTube yetu. Sote tu familia moja, sauti moja Mwafrika. Wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 iliyopo Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema No City inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukiwa hapo mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia radio wa shirika Radio Ngoma ya Amani Fizi. Inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika.
Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Hii ni idhaa Kiswahili ya Afrika, sauti ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa Kiswahili ya Afrika. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Edith Peter. Kwa heri kwa sasa, jioni njema.